Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, tumekutana tena kwa mara nyingine katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua pamoja na vipindi mbalimbali vinavyohusu dini yetu hii ya Kiislamu. Leo kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala tunawaleteeni aya moja ya ajabu, aya yenye muujiza mkubwa, aya ambayo ndugu zangu katika imani tutakwenda kuelekeza vipi tutakaweza kuitumia aya hiyo kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale tunayohitaji. Hii aya ni aya ambayo haikuteremshwa Maka wala haikuteremshwa Madina. Aya hii imeteremshwa wakati Mtume anafanya hijra ya kuelekea Maka, Madina. Bimaana imeteremshwa baina Maka wal Madina. Ni aya ambayo ndugu yangu katika imani Muislamu, aya hii ina muujiza na maajabu makubwa sana ambayo nitakwenda kueleza muda si mrefu biidhnillah taala. Niombe ndugu yangu wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu, ili kila darasa tukileta basi uwe mwanzo kupata darasa na somo kama hilo biidhnillah taala kupitia katika channel yako pendwa ya Msimbo Online TV. Ndugu yangu, aya hii acha nianze kukupa maajabu yake moja kwa moja. Aya hii jambo la kwanza inaeleza au inajieleza yenyewe aya maisha ya Mtume katika mji wa Maka. Mtume aliishi Maka kwa muda wa miaka 53 na Madina aliishi kwa muda wa miaka 10. Kabla hajapewa utume Mtume ile miaka 40, kwa sababu Mtume alipewa utume akiwa na miaka 40. Alipopewa utume aliutumikia utume katika mji wa Maka kwa muda wa miaka 13. Ina maana hii 13 ukijumlisha na ile 40 unapata 53, ndio miaka aliyoishi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Maka. Hii aya tunayokwenda kuiangalia hapa leo yenyewe ukienda kuhesabu herufi zake unazikuta ziko 53. Ni aya ambayo haikuteremshwa Maka wala haikuteremshwa Madina. Ni aya pekee ndani ya Qur'an ambayo ukihesabu herufi zake unazipata 53, ndio ile miaka aliyoishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Maka. Tazama miujiza na maajabu ya aya hii shekhi wangu. Nitakuelekeza namna gani utakwenda kutumia aya hiyo. Hiyo ni 53 na aya ina herufi 53. Lakini Mtume aliutumikia utume pale Maka kwa muda wa miaka 13, kwa sababu Madina aliutumikia kwa muda wa miaka 10, Maka 13. Pale Maka Mtume aliutumikia utume kwa muda wa miaka 13. Miongoni mwa maajabu ya aya hii katika aya hii ni katika hiyo sura tutakayotaja ni aya ya 13. Ni aya ya 13. Nitakuja nikueleze ni aya hii inapatikana katika sura gani biidhnillah taala. Aya hii Muislamu, hebu nenda kaitumie, na nitakutajia masiku mazuri sana kufanya dua kupitia aya hii. Ifanye dua hii katika siku ya Jumatatu, usiku wa Jumatatu, kwa maana ya Jumapili usiku kuamkia Jumatatu. Isome aya mara 53, alafu msalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 53. Na kabla hujaanza kusoma aya hii, jambo la kwanza anza kuleta istighfari. Taleta istighfari mara 100, alafu utaisoma hii aya mara 53, alafu utakwenda kumsalia Mtume Muhammad mara 53, tena kwa sigha yoyote utakayopenda wewe, iwe salatu ibrahimia, iwe salatu naria, iwe salatu al-fatihi na kadhalika utakazozipenda wewe mwenyewe. Utazifanya mara 53.
ifanye hii usiku wa Jumatatu, usiku wa kuamkia Jumatatu, kwa maana ile usiku Jumapili kuamkia Jumatatu, ama unaweza ukafanya katika usiku wa Ijumaa, bi maana Alhamis kuamkia Ijumaa na Ijumaa yenyewe. Wallahi, baada kusoma hivyo ninavyokuelekeza, nenda kamwambie Mwenyezi Mungu haja zako, nenda kamwambie Mwenyezi Mungu yale ambayo kwamba wewe unayohitaji biidhnillah taala. Utakwenda kuona maajabu na muujiza wa hali ya juu sana kupitia aya hii. Ni aya pekee ambayo ndani ya Qur'ani haikuteremshwa Maka wala haikuteremshwa Madina. Twende nikakueleze aya hii inapatikana katika sura gani. Aya nimekutajia ni ya 13. Je, katika sura gani? Ni azime masikio yako sasa, twende nikakutajie biidhnillah taala. Na kabla sijaisoma hiyo aya, niombe ndugu zangu wapenda kheri, kina baba na kina mama, tumeishiwa na bando letu la wifi ambao mara nyingi tunarushia hapa video zetu hapa YouTube na darasa zetu hizi. Kila likiisha basi wanakumbusha Waislamu wapenda kheri kuweza kulichangia kwa ajili ya kuendelesha na darasa zetu. Ni mwisho tarehe 12 na leo ni tarehe 11. Kwa hiyo kesho na kwa ni mwisho wa bando letu. Kama atapatikana watu wawili au mtu mmoja, bando lake ni la 70,000 unlimited 70,000. Kwa hiyo kama atapatikana mtu mmoja kulipia, ahlan wa sahlan. Au atapatikana wawili wakachangishana 35, ahlan wa sahlan. Na kama desturi yangu kwamba watu hawa au mtu huyo sitamuacha hivi hivi, na desturi kila yule ambaye atakayechangia jambo hili basi wanasimama siku hiyo usiku kwa ajili yake. Kwa mfano leo siku ya Jumatatu alhamdulillah, Jumanne alhamdulillah, maki kuamkia Jumatano tutasimama usiku kwa ajili yake, kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwa yeye kulifanya jambo hili ambalo kwamba yeye analihitaji. Ndugu yangu, na jambo lako na haja yako, tumia fursa hii na wewe katika mambo ya kheri inshallah. Twende kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unaweza kunicheki kwa namba 0756 81 11 mwisho 26, na nyingine ni 0793 052 052. Zote hizo namba za Vodacom. Na kingine kwamba wale wanafunzi wanaojiandaa mitihani ya form 4 tuna dua yao rasmi tutakwenda kuifanya tarehe 15. Tarehe 15 ni dua ya wanafunzi wa form 4. Twende sasa moja kwa moja nikakutajie, nikakusomea aya hii na nikwambie sasa inapatikana katika sura gani. Aya inasema waka'ayin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waka'ayin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasirahum. Hii ni aya nambari 13 inapatikana katika surati Muhammadi. Aya nambari 13 inapatikana katika suratu Muhammadi. Kwa hiyo inshallah utaisoma hiyo aya mara 53, na baada ya 53 utakwenda kumswalia Mtume Muhammad mara 53. Lakini mimi nikushauri inshallah, kama utaweza, nimesema jambo la kwanza ulete istighfar. Istighfar yenyewe soma ile sayyidul istighfari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ile isome ile. Kama hujui na unahitaji nipigie au nitumie message, nitakutumia inshallah. Kama unahitaji swala ile istighfari ile, basi nitumie message, bana Sheikh nipe hiyo istighfari, nataka nifanye dua ya aya hii, nitakutumia free of charge inshallah. Aya hii dua ndani istighfari hiyo ile ni nzuri kwa sababu ni sayyidul istighfar. Baada hapo utasoma hii aya mara 53. Baada hapo utakwenda kumswalia Mtume Muhammad mara 53. Baada hapo sasa utamwambia Mwenyezi Mungu haja yako, utamwambia Mwenyezi Mungu lile ambalo kwamba wewe unalohitaji biidhnillah taala kupitia aya hiyo. Inshallah kwa leo tuishi hapa. Niwaombe wale ambao wanapita katika video zetu lakini bado hawaja subscribe, niwaombe wa subscribe ili waweze kupata darasa hizi kwa wakati kila tutapoileta na kuitoa darasa hii biidhnillah taala. Na niwaombe ndugu zangu katika imani, si mbaya ukashare video zetu hizi kwa watu wengine, ili ujumbe huu baada ya kupata wewe basi wakafaidika na kupata watu wengine, kutakuwa na faida kubwa sana na wewe unakwenda kuipata biidhnillah taala kupitia darasa kama hizi ambazo kwamba tunazileta katika chaneli yetu hii ya Msimbu Online TV biidhnillah taala.
Inshallah tukutane katika kipindi kijacho. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.